Waombolezaji, ndugu zangu mlioko hapa, familia ya marehemu Sakapu Absalom Mwakyoma, kwa niaba ya mkuu wa jeshi afande IGP anatoa pole sana kwa wafiwa na hususani katika mji wetu wa Mbeya ambao leo tumepokea mwili wa afande wetu mstaafu afande Mwakyoma, na tunakwenda sasa kushiriki kwenye shughuli ya kuweza kumsindikiza kwenye nyumba yake hii ya milele. Anatoa pole sana kwa waombolezaji. Lakini sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya pia tumepokea msiba huu kwa sababu ni msiba ambao kwenye mkoa wetu kwa masikitiko makubwa sana. Hawa ni wazee wetu ambao pamoja na kwamba ndio wamestaafu lakini walifikisha jeshi hapa lilipo. Niwashukuru pia wananchi kwa kutupa ushirikiano. Sisi wenyewe tungesema tupokee, tusingeweza, huu ni mzigo mkubwa. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kufika hapa na kutukimbilia kwenye maeneo kama haya yenye matatizo. Mwisho kabisa, mimi ni waombe wananchi, kwa sababu jeshi ni la kwenu, basi mnapopata shida mtukimbilie, sisi tuko kwenu kwa ajili ya kuwasaidia pale ambapo kunaharibika. Marehemu kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapu Absalom Mwakyoma alikuwa afisa wa jeshi la polisi na alitumikia jeshi la polisi kwa muda wa miaka 40 mpaka alipostaafu kazi kwa mujibu wa sheria za utumishi wa umma mwaka 2013 akiwa kamanda wa polisi mkoa wa Mara. Marehemu alizaliwa mwaka 1953 katika kijiji cha Ghana, wilaya ya Mbeya mjini, mkoa wa Mbeya. Elimu. Marehemu alipata elimu ya msingi mwaka 1968 katika shule ya msingi Majengo. Alipata elimu ya sekondari katika kidato cha kwanza hadi cha 4 katika shule ya sekondari Sangu mwaka 1969 hadi mwaka 1972. Mwaka 1984 alihudhuria mafunzo ya cheti cha sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam. Elimu nyinginezo. Mwaka 1971 alihudhuria mafunzo ya dini ya chuo cha Biblia Om Evangelism Arusha. Kujiunga na jeshi la polisi. Marehemu Sakapu Absalom Mwakyoma alijiunga na jeshi la polisi Tanzania mnamo mwaka 1973. Marehemu Sakapu Absalom Mwakyoma alihudhuria mafunzo mbalimbali ya kijeshi nchini Botswana, South Africa, Canada, Marekani na nchi mbalimbali nje ya nchi na ndani ya nchi. Nishani. Marehemu alipata nishani mbalimbali katika utumishi wake. Vyeo. Katika kipindi cha utumishi wake jeshini, marehemu Sakapu Absalom Mwakyoma alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali. Mwaka 1973 alitoka kutoka RC kuwa PC, 1980 PC kuwa CPL, 1985 CPL kuwa Assistant Inspector na 1990 kuwa kutoka Assistant Inspector kuwa Inspector, na mwaka 1994 kutoka Inspector kuwa ASP, na mwaka 1998 kutoka ASP kuwa SP, na mwaka 2002 kutoka SP kuwa SSP. Mwaka 2006 kutoka SSP kuwa ASP, na mwaka 2010 kutoka ASP kuwa Sakapu. Sehemu alizofanya kazi. Marehemu alifanya kazi sehemu mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ifuatavyo. Mwaka 1974 alihitimu mafunzo ya awali na kupangiwa mkoa wa Tanga. Mwaka 1974 alihamishiwa wilaya ya Pangani mkoa wa Tanga. Mwaka 1979 alishiriki vita vya Kagera, na mwaka 1980 alihamishiwa mkoani Kilimanjaro. Mwaka 1981 alihamishiwa toka mkoa wa Kilimanjaro kwenda Iringa, na mwaka 1996 alihamishiwa OCS Kawe mkoa wa Dar es Salaam. Mwaka 1998 alihamishiwa kutoka Kawe kwenda kuwa OCD wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, na mwaka 2005 alihamishiwa kutoka wilaya ya Moshi Kilimanjaro kwenda kuwa RCO Tabora, na mwaka 2010 alihamishiwa kutoka RCO Tabora kwenda kuwa RPC Pwani, na mwaka 2011 alihamishiwa kutoka RPC Pwani kwenda kuwa RPC Kilimanjaro, na mnamo mwaka 2012 alihamishiwa kutoka RPC Kilimanjaro na kwenda kuwa RPC Mara. Kifo. Marehemu Sakapu Absalom Mwakyoma amefariki tarehe 7 mwezi wa 4 katika hospitali ya rufaa ya KSMC. Familia.
Marehemu Saka Absalom Angelile Mwakyoma ameacha mke mmoja, watoto na wajukuu. Marehemu Saka Absalom Angelile Mwakyoma alikuwa mtumishi mwenye weledi, nidhamu ya kiwango cha juu katika kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu mkubwa. Mkuu wa Jeshi la Polisi Afande Camillus Mongoso Wambura anatoa pole kwa maafisa wakaguzi, askari wa vyeo mbalimbali, watumishi, raia, pia kwa familia ya marehemu kwa kuondokewa na mpendwa wao huyo. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen.